Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika nafasi yake ama sehemu yake ya mashariki ambako hali ya usalama inazidi kuzorota. Na tukiendelea kuangazia hali ya usalama katika mashariki mwa Kongo, tutakwenda kuanzia huko mikoani Ituri na Kivu Kaskazini, ambako magavana wa kijeshi wa Ituri na Kivu Kaskazini washirikiana katika operesheni dhidi ya makundi yenye silaha. Magavana hao wa kijeshi wa mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini walikutana mjini Bunia katika mkutano wa kimkakati uliozingatia kuratibu operesheni za kijeshi dhidi ya makundi yenye kushikilia silaha yanayofanya uhalifu katika eneo hilo. Mkazo mkubwa ulizingatiwa katika kupambana na IDF ambayo imebainika kama tishio kuu la usalama katika eneo, hususan katika kijiji cha Mambasa. Wataalamu wa kijeshi walikubaliana kuongeza nguvu za operesheni uwanjani na kuongeza shinikizo dhidi ya makundi haya ili kupunguza uwezo wao wa kufanya uharibifu na uhalifu. Wakati wa mkutano huu, magavana hao walisisitiza umuhimu wa uratibu thabiti kati ya vikosi vilivyopewa jukumu katika mikoa mbalimbali ili kuongeza ufanisi wa operesheni huku wakilinda usalama wa wananchi. Pia walisisitiza umuhimu wa kupanga kwa pamoja, ikiwemo kubadilishana taarifa na kusawazisha hatua za kijeshi uwanjani. Juhudi hii inaashiria nia thabiti ya mamlaka za kijeshi kuongeza ukali wa mapambano dhidi ya makundi ya wahasi na yenye kushikilia silaha na kuhakikisha usalama katika barabara na maeneo muhimu mashariki mwa nchi. Lengo ni kupunguza hatua kwa hatua uwezo wa kikundi cha IDF na makundi mengine yanayopinga serikali, huku ikirejesha udhibiti wa kweli wa dola katika maeneo yaliyoathirika. Mkutano huo unaonyesha umuhimu unaopewa na Kinshasa kwa ushirikiano wa mikoa katika mapambano dhidi ya ugaidi na makundi yenye kushikilia silaha, ukionyesha dhamira ya kuimarisha usalama katika mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini. Katika mpango mzima wa kuwafariji na kuwapa moyo wanajeshi wa taifa FARDC walioko kwenye shamba la vita ili kutetea na kupigania udongo wa mababu zao ambao wamesambaa katika akse za Operation Sida, ndipo wafanyakazi wawili wa karibu na ikulu ya Rais Felix Tshisekedi wanaohusika na masuala ya usalama walijitolea kuwakabidhi askari hao mizigo mikubwa ya vyakula hiyo jana Alhamisi tarehe 19 Machi mwaka 2026. Kulingana na wajumbe hao kutoka upande wa rais, msaada huo unalenga kukidhi mahitaji ya kilojistiki ama besoin logistique yaliyoainishwa na wanajeshi walioko uwanjani, hasa katika masuala ya lishe na usambazaji wa chakula. Jitihada hii inalingana na mpango mpana wa mamlaka za Kongo wa kuboresha hali za maisha, afya na ustawi wa wanajeshi. Kulingana na wajumbe hao kutoka upande wa rais, msaada huo unalenga kukidhi mahitaji ya kilojistiki ama besoin logistique yaliyoainishwa na wanajeshi walioko uwanjani, hasa katika masuala ya lishe na usambazaji wa chakula. Jitihada hii inalingana na mpango mpana wa mamlaka za Kongo wa kuboresha hali za maisha, afya na ustawi wa wanajeshi, hatua ambayo inaonekana kama kiungo muhimu cha kuongeza ufanisi wao wa kazi. Mzigo wa chakula uliokabidhiwa unajumuisha bidhaa muhimu kwa wingi, ikiwemo tani 3 za unga wa mahindi, tani 3 za mchele, tani 3 za maharagwe, lita 3261 ama 3260 litre za mafuta ya karanga, tani 2 za sukari na makontena 50 ama 50 container ya nyanya ama tomate, pamoja na chupa 1600 za maji ya lita 1.5, yani 600,000 bouteilles d'eau minéraux za 1,5 litre.
Watoaji wamesisitiza umuhimu wa kuhakikisha ufuatiliaji makini wa usambazaji wa vyakula hivi ili kuhakikisha vinafika kwa vitengo hivyo mstari wa mbele bila kupotea au kupelekwa mahali pasipofaa. Kwa niaba ya wanajeshi walionufaika na msaada huo, General Dunia Kashindi Fabien, kamanda wa 33e Region Militaire inayoshughulikia Operation Sud-Sud, alisifu hatua hii ya kamanda mkuu wa FARDC. Alihakikisha kuwa usambazaji wa msaada huu utafanyika kwa usahihi na kwa usawa, hasa wakati wa operesheni za kijeshi zinaimarishwa. Msaada huu wa kijeshi unafanyika wakati vikosi vya serikali vinaendelea na juhudi zao katika maeneo mbalimbali kwa lengo la kurejesha na kuimarisha mamlaka ya dola katika maeneo yaliyoathirika na ukosefu wa usalama. Hatua hii inaonyesha umuhimu wa msaada wa kijeshi katika operesheni za uwanjani, ambapo hali bora za maisha ya wanajeshi zinabakia kiashirio cha ufanisi wa kazi na matokeo ya kimkakati. Na tukirejea tena kwenye hali ya kisiasa nchini Kongo, hususan katika yale yanayoendelea kushika vichwa vya habari kuhusiana na hali iliyoko kwa sasa katika bunge la Seneti la Kongo, wabunge wa AFDCA wathibitisha tena msaada wao kwa Modeste Bahati Lukwebo. Na hiyo ni baada ya baadhi ya wabunge wa AFDC kutangaza kujiweka mbali na kiongozi wao wa maadili ama autorite morale Modeste Bahati Lukwebo. Wabunge wengine wengi wa kikundi cha bunge cha FDCA wamethibitisha hadharani msaada wao usio na masharti kwa kiongozi wao huyo. Wabunge hawa wamelalamika dhidi ya kile wanachokiona kama jaribio la kudhoofisha chama kwa malengo ya kuathiri au kuwasukuma wabunge wengine wa kitaifa kuacha mstari wa kisiasa wa chama chao. Kwa maoni yao, mbinu kama hizi zinaweza kudhoofisha mshikamano wa kikundi cha bunge na kuhatarisha uwakilishi na utulivu wa ndani wa FDCA. Katika maelezo yao, wabunge hao wamesisitiza umuhimu wa kudumisha mshikamano kuzunguka uwepo wa Modeste Bahati Lukwebo, ambao wanamuona kama kielelezo muhimu cha mwelekeo wa kimkakati wa chama chao ndani ya bunge. Pia walisihi kuwa makini dhidi ya mwingiliano wowote wa nje au mbinu zinazolenga kuwagawanya kama kikundi. Kauli hii ya hadharani inatokea wakati ambapo FDCA inahitaji kuhifadhi mshikamano wake na kuthibitisha nafasi yake kisiasa ndani ya taasisi za kitaifa. Inatuma ujumbe wazi ndani na nje ya chama ya kwamba utii kwa kiongozi wa maadili ama autorite morale unabaki na utabaki kuwa kanuni kuu kwa wapinzani wengi wa chama. Kwa ufupi, hatua hii inaonyesha mvutano wa ndani unaokumba baadhi ya vyama vya kisiasa vya Kongo, huku ikisisitiza umuhimu wa mshikamano na nidhamu ya kisiasa ili kudumisha ushawishi ndani ya bunge. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, hapa ndipo tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunatumainia kwamba utabaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.